ukinigusa wewe nitakuwa salama. Mshangilie Bwana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10. Unaweza kukaa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana kwa kufika ibadani siku ya leo. Najisikia vizuri sana kukuona, na nichukue nafasi hii sasa kutangaza rasmi kwamba tumeingia kwenye mwezi wa pili, na nafahamu nalijua hilo. Na mwezi wa pili kwa hapa kanisani kwetu, huu ni mwezi wa familia. Kwa karibu sana katika mwezi wa familia. Nilitegemea watu wakimshukuru Mungu na kumshangilia kwa ajili ya Januari, na sasa tuko Februari. Huu ni mwezi wa familia, watu wa Mungu, na mkazo mzima wa kanisa letu katika mwezi huu ni kufikia watu wetu kwa neno la Mungu. Ndio mkazo mzima. Maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 60 mstari ule wa 6, anasema kwamba Mungu huwaweka wapweke nyumbani. He sets the solitary in families. Huwaweka wapweke nyumbani. Kwa lengo la mwezi huu na hasa mkazo huu wa kihuduma ni kwamba tuweze kumsherekea Mungu kwa ajili ya neema ya ushirika, kwa ajili ya neema ya ushirika. Kwa hiyo wewe sio mpweke, mimi sio mpweke, sisi sio wapweke. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametuweka nyumbani. Na nyumbani kwetu ni wapi? Ni hapa. Lakini pia katika familia zetu kule sisi sio wapweke, kwa sababu Mungu pia ametupa watu. Sasa mkazo mzima wa mwezi huu ni wewe na mimi kuwafikia kwa neno la Mungu rafiki zetu wa karibu, kuwashuhudia ili waweze kuingia ndani ya nyumba ya Bwana. Mungu na atusaidie sana watu wa Mungu. Sawa. Na leo sasa ninaanza rasmi kabisa, mwanzo kabisa wa somo letu la kuenenda katika roho na nguvu. Nilikuahidi kwa neema ya Mungu kwamba kwa mwezi mzima wa pili mpaka mwezi wa 12 kwa neema ya Mungu nitakuwa nakufundisha hili somo kwa upana sana juu ya kuenenda katika roho na katika nguvu. By the way, Mungu awabariki sana wote ambao mlishiriki maombi ya January. Kwa kweli ilikuwa njema sana sana sana. Kwa naanza kufundisha leo kwa habari ya kuenenda katika roho na nguvu, na hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya somo letu. Kwa muda wa mwaka mzima tutatembea na huu kweli mpaka pale Roho wa Bwana atakapoanza kudhihirika kiuhalisia katika maisha yetu. Na kama nakumbuka, andiko ambalo tunalisimamia ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 10. Hili ndilo andiko letu la huduma kwa mwaka huu 2026. Kwa Matendo ya Mitume sura ile ya 10, hapo ndipo mahali tunaposimamia kuanzia ule mstari wa 38. Tunasimamia Matendo ya Mitume 10:38, lakini sisi ili tutengeneze uelewa mzuri, kwa sababu leo ninachokifanya ni utangulizi tu. Kwa hiyo nitakujengea uelewa mzuri kwa kuanza kusoma kuanzia mstari wa 34 pale mpaka mstari wa 40. Leo ni sehemu ya utangulizi, na naamini Roho wa Bwana atakuhudumia sana kuenenda katika roho na nguvu. Ukipata pale Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34, tuanzie pale. Sema amen, tuanze kusoma. Okay, anasema Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohana. Habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuwaponya wote. Hilo ndio andiko ambalo tunalisimamia. Habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 39, nasi tumashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza kuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu
na mhukumu wa walio hai na wafu. Bwana na alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu, maandiko haya ambayo tumeyasoma, ukisoma kwa utulivu sana sura hii ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, utagundua kwamba kulikuwa kuna habari ya mtu mmoja anaitwa Kornelio, ndio inayozungumzwa hapa. Maandiko yanaanza kuonesha palikuwa pana mtu mmoja mchaji sana wa Mungu, jina lake anaitwa Kornelio, ambaye malaika alimtokea akimwambia Kornelio, maombi na sadaka zako zimefika mbinguni, lakini mtafute mtu mmoja anaitwa Simon Petro, naye atakueleza ya kupasayo kufanya. Ndivyo maandiko yanavyozungumza kwa habari ya Kornelio. Nataka nikufungulie hiyo kodi ya mcha Mungu. Hayo maneno mchaji wa Mungu au mcha Mungu hayakuwa kwa namna yoyote ile yanamaanisha hali ya kiroho ya Kornelio, hasa kwa habari ya kumjua Mungu wa kweli. Hapana. Katika Agano Jipya palikuwa pana watu ambao wao wanaitwa wacha Mungu. Wacha Mungu ama mcha Mungu alikuwa ni mtu yeyote ambaye sio Myahudi kabisa, sio Myahudi, lakini mtu huyu ameamua kuifuata na kuikubali na kuipenda ibada ya Wayahudi ambayo wanaifanya kwa Mungu mmoja. Naye sasa anajiidentify katika baadhi ya mambo na Wayahudi. Mara nyingi watu hao walikuwa hawatambuliki kama Wayahudi fully kwa sababu walikuwa hawajatimiza vigezo vya kuwa Wayahudi. Na moja kati ya vigezo muhimu vya mtu kuwa Myahudi, kama amezaliwa akiwa mataifa, alipaswa atahiriwe na awe na uhakika wa kushika sheria mbalimbali za Kiyahudi ili aweze kubatizwa kama Myahudi, ingawa sio Myahudi kwa kuzaliwa, lakini ni Myahudi kwa maana ya kuomba huo uraia. Kwa palikuwa pana watu ambao wao sio Wayahudi wala hawataki kujiidentify kama Wayahudi, lakini watu hao wanampenda Mungu wa Wayahudi, na watu hao walikuwa wanaitwa wacha Mungu. Na mmoja wa watu hao alikuwa ni nani? Ni Kornelio, anaitwa mcha Mungu. Kwa utaona sasa maneno ambayo tumeyasoma kimsingi ni response au mwitikio ambao Petro anaufanya kwa Kornelio. Katika ule mstari ukianzia mstari wa 30 mpaka 33 ambao tumesoma na kuendelea, ni mwitikio mstari wa 30 mpaka 33 ni ushuhuda ambao maandiko yanauzungumza kwa habari ya nini Kornelio anakizungumza. Hebu naomba kurudisha kwenye mstari wa 30 pale. Anasema mstari wa 29 sura ya 10 mstari wa 30 pale. Anasema Kornelio akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii yani saa 9 nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'arazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Kwa utagundua yale ambayo tumeyasoma kuanzia mstari wa 34 mpaka 42 pale ni mwitikio wa mtume Petro kwa ushuhuda wa Kornelio anaotoa kwa habari ya kutokewa na malaika. Kwa kinachotokea, malaika anamtokea Kornelio, anampa maelekezo kwamba sadaka zako zinanifikia na kila kitu, alafu anamwambia nenda kamtafute Petro, mtu mmoja anaitwa Simon Petro, na atakuonesha ya kupasayo kufanya. Sasa utaona kabla Petro hajafikiwa na ujumbe ama watu wanaotoka nyumbani mwa Kornelio, Mungu tayari alianza kuzungumza na kumuandaa Petro. Katika ule mstari wa 9 mpaka mstari wa 20. Kwa nini Mungu anaanza kuzungumza na kumuandaa Petro? Kwa sababu Petro alikuwa ni kama ana akili fulani ya kibaguzi hivi, akili ya kibaguzi kwamba Wayahudi hawapaswi kuchangamana katika mambo ya kiibada na watu wa mataifa mengine ambao sio Wayahudi. Kwa kabla ujumbe kutoka kwa Kornelio umfikie Petro, malaika anamtokea Petro, au tunasema Mungu anamfunulia Petro maono, na Petro kuna maono fulani anayaona ili yaweze kumvunja ufahamu wake, na hasa yamtoe kwenye ile mentality ya kibaguzi. Kwa ndio unaona anasema alikuwa yupo katika hali ya maombi, amefunga kama sisi tulikuwa tumefunga, na alikuwa yupo sehemu ya juu ya dari au gorofani, na anasema akaona chombo kama shuka kubwa linashuka, likashuka mpaka mahali alipo, na lilikuwa lina vyakula vya kila namna. Mungu alianza kumuonesha hiyo picha Petro. Na miongoni mwa vyakula vilivyokuwepo mule, vilikuwepo vyakula ambavyo Wayahudi katika sheria zao za vyakula wameviidentify kwamba ni vyakula najis. Halafu Mungu anamwambia Petro, kula hivi vyakula. Petro anamwambia Mungu, anasema hivi,
siwezi kula chakula kilicho najis. Halafu Mungu anamwambia Petro, usikiite kile nilichokitakasa kwamba ni najis. Ukisoma mstari wa 9 pale mpaka mstari wa 20 utaona hiyo conversation. Na utakuja kugundua kwamba maono hayo yalijirudia mara kadhaa mpaka kile chombo hakikurudi tena. Na ghafla Petro ndo anasikia mlango unagongwa wa watu kutoka kule kwa Kornelio. Wanamwambia, tumetumwa na bwana wetu anaitwa Kornelio. Hebu nikusomee kidogo haya maandiko alafu nifikie kitu fulani kizuri hapa. Sura ile ya 10, twende sura ile ya 10. Kwa sababu nafanya utangulizi leo, uniruhusu niweke mambo mengi sawa ili tuweze kuyaelewa vizuri. Sura ile ya 10, sasa twende mstari kuanzia wa 21. Petro akawashukia wale watu akanena, mimi ndiye mnayemtafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio, akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako, akawakaribisha waweze kuzungumza naye. Utaona hawa watu wanapomkaribia Petro na kuanza kumzungumzia Kornelio, unaona wanamzungumzia kwa sifa zote nzuri alizonazo. Kwa sifa zote nzuri. Nataka kufuja kitu kizuri hapa. Wanasema yule Kornelio, akida au msimamizi wa kikosi cha jeshi, yule Kornelio mwenye sifa njema hata miongoni mwa Wayahudi, yule Kornelio mchaji wa Mungu, ametutuma kwako. Ametutuma kwako. Kwa kweli katika maisha haya ni vizuri na ni muhimu sana kuwa na watu ambao wanaweza kukuongelea kwa sifa iliyo njema. Naamini moja ya sababu ya kwa nini Petro anaweza kuconsider ili ombi la hawa jamaa na kwenda kwa Kornelio ni kwa sababu pia ya ile sifa njema ambayo wale wafanyakazi wa Kornelio waliipeleka pale kwa Petro. Kwa ninakuombea Mungu kila mara anapotaka kufungua mlango mbele yako kupitia watu, akutangulizie watu ambao watakuzungumzia vizuri. Watu ambao watakuzungumzia vizuri. Akutangulizie mbele yako watu ambao watakuongelea vizuri katika jina la Yesu Kristo. Sawa. Sasa utaona yale maono ambayo yalitokea kwa Petro, maandiko yanaonyesha wazi kwamba Petro hakuwahi kuyaelewa mpaka siku alipoingia nyumbani kwa Kornelio. Kwenye mstari wa 25 mpaka 29 utaiona hiyo habari vizuri. Alipoingia nyumbani mwa Kornelio, ndio anakuta sasa wako pale ndugu zake Kornelio mbalimbali wametulia pale wanamsubiria yeye ili aje kuzungumza. Ndio Petro akasema, okay, sasa nimegundua kwamba, angalia ule mstari wa 25 mpaka 29 haraka haraka nikugusie kidogo. Anasema hivi mstari wa 25, Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguuni, akamsujudia. Lakini Petro akamuinua, akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika, akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya, umeona maneno, lakini Mungu amenionya nisimwite mtu awaye yote mchafu wala najis. Mind you, maono yaliyokuja kwa Petro hayakuwa yanahusiana na mtu, yalikuwa yanahusiana na vyakula. Halafu tafsiri ya yale maono moja kwa moja inamuelekeza Petro kujua kwamba pale Mungu alikuwa anaongea kwa habari ya nani? Ya watu. Umeona kitu Kwa Mungu anaweza akakuonyesha ndoto au maono fulani, na ukitulia mbele zake ili kutafuta nini anachozungumza, anakufunulia maana ya hicho ambacho anakizungumza. Sio kweli kwamba kila ambacho nakiona kwenye ndoto au kwenye maono ndio picha ya mwisho. Mara nyingine Mungu hutumia picha za jinsi hiyo ili tu kutafuta mahali na mlango wa kuweza kuzungumza na wewe. Kwa Petro anayaelewa yale maono ambayo Mungu alimuonesha ile siku ambayo ameingia nyumbani mwa Kornelio. Ndio anasema sasa, okay, sasa nimegundua kwa nini Mungu alinionya nisimuite mtu awaye yote najis. Kwa Petro alikuwa anamwambia Mungu kwamba, tukitafsiri yale maono kwa msingi wa hii kauli, alikuwa anamwambia Mungu kwamba unawezaje kunituma kwa mataifa aliye najis? Na Mungu anamwambia nenda. Na hiyo ni kazi yetu ambayo pia tumeitiwa. Wako watu kwenye familia zetu ambao tunawajua vizuri tangu utotoni, tunajua vizuri tabia zao, na tunafikia pointi ya mwisho ya kusema kwamba huyu hawezekani. Huyu hamna kitu ambacho kinaweza kufanyika. Maandiko yanatukumbusha leo, usimuite mtu yeyote najis. Mungu akutuma kwake, you just go. Nenda. Mungu anajua namna ya kuyaweka mambo yaweze kukaa vizuri.
Sasa kabla sijaenda mahali ambapo ndio msingi wa andiko letu, naomba nikulete kidogo basi kwenye mstari wa 24 pale. Unisamehe kwa kusumbua, lakini nikulete kwenye mstari wa 24. Katika mstari wa 24 kuna jambo ambalo katika mwezi wetu wa familia ni la msingi sana. Tunapaswa kulielewa na kusimama katika hilo pia. Mstari wa 24 anasema, siku ya pili yake wakaingia Kaisaria na Kornelio alikuwa akiwangojea. Hali, yani maneno ya msingi ndio kupiga mstari, hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Kornelio alikuwa akiwangojea, hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Kama iko zawadi muhimu kabisa unaweza kuwapa jamaa na rafiki zako, ni maneno ya Mungu, kumsikiliza Mungu na kumjua Kristo. Wakati Kornelio amemuita Petro aweze kutembea nyumbani kwake, Kornelio hakukaa tu na familia yake tu kwamba tuje tumsikilize mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema akawaita na rafiki zake wengine na jamaa zake wengine, wote wakakaa pale wakisubiria neno la Mungu linavyozungumza. Na katika mwezi wa familia, kwa sababu mkazo mzima ni kuwaendea ndugu zetu, lazima huu uwe mwongozo muhimu sana kwa ajili ya kulifanya hilo. Kama Kornelio, kuwaita ndugu zetu na jamaa zetu ili waweze kupokea kile Bwana anachofanyaje, anachokizungumza. Na utaona jambo la namna hii katika kitabu cha Yohana pia, sura ya kwanza, mstari wa 35 mpaka 42. Yohana 1:35 mpaka 42. Pale utaona habari za mtu mmoja anaitwa Andrea. Baada ya Andrea kukutana na Yesu, maandiko yanasema alienda akaongea na ndugu yake ambaye anaitwa Simon Petro. Huyu Petro ambaye tunamsoma ameenda kwa Kornelio ni Petro ambaye alishuhudiwa na kaka yake habari za Kristo siku ya kwanza tu kaka yake amekutana na Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 1:35 kuanzia 35 pale mpaka 42 utaziona hizo habari. Kwa siku ya kwanza ambao Andrea pamoja na wanafunzi wengine wa Yohana wamemuona Yesu Kristo, Yohana amewatambulisha, anasema huyu ni mwana kondoo asiye na hatia aichukue dhambi ya ulimwengu. Ndio hiyo siku Andrea aliporudi nyumbani akamwambia Petro, hawezi kuamini brother, tumekutana na Masihi leo, tumemuona macho kwa macho. Tena maandiko yanaendelea yanazungumza kwamba Andrea akamchukua Petro na kumpeleka kwa Yesu. Alafu Yesu alipomuona Petro akasema, wewe jamaa unaitwa Simoni, kuanzia leo utaitwa Petro au Kefa. Na hapo ndio ulikuwa mwanzo wa mahusiano mazuri kati ya Yesu na Petro. Na utaona hatumjui sana Andrea kuliko tunavyomjua nani? Simon Petro. Mara nyingine Mungu huwa anakusudi na wale watu ambao tunapaswa kuwafikia, lakini sisi huwa tunajivika umaalum uliopitiliza kiasi kwamba tunafanyika mpaka kati ya Mungu na hao watu, na kwa namna hiyo tunalikwamisha kusudi la Mungu kwa hao watu. Imagine kama Andrea asingefanya hatua ya kuzungumza na Petro, pengine leo tusingekuwa na Petro, ama kama angeokoka kwa namna nyingine ambayo isingeweza kutusaidia kuwa na fundisho la kuwafikia watu katika familia zetu. Na utaona Kornelio alifaulu sana juu ya hilo, kama ambavyo Andrea alifaulu sana juu ya hilo, tofauti na yule tajiri kwenye mfano wa Lazaro, sura ya 16 ya Luka. Utaiandika, utaenda kusoma kwa muda wako. Tajiri kwenye mfano wa Lazaro, sura ya 16 ya Luka, mstari wa 27 mpaka 31, yeye alifeli. Maandiko yanazungumza kwamba tajiri alikuwa anaishi maisha ya anasa sana, lakini Lazaro hakuwa anaishi hivyo. Alipoenda kuzimu ndio anaanza kukumbuka, na mwambia Ibrahim, kule duniani kuna ndugu zangu, kama itawezekana mtume mtu mmoja kutoka huku aende akawahubirie ndugu zake. Sasa anakumbuka hilo wakati it is too late, tayari ameshachelewa sana. Kwa hakuna possibility. Ndio Ibrahim anamwambia kule kuna kina Musa, kule kuna manabii wengine kule, kama hawatawasikiliza wao basi imeisha, hakuna namna nyingine. Kwa watu wa Mungu, yatupasayo kufanya kwa ndugu zetu, tusipoyafanya hakuna mtu mwingine yeyote mwenye mzigo mkubwa kiasi hicho cha kuweza kufanya. Kwa zawadi kubwa unaweza kumpa ndugu yako katika msimu huu wa familia ni kumpa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sasa nikurudishe kwenye maandiko yetu ya msingi, sura ya 10 mstari wa 38 pale. Sura ya 10 mstari wa 38 ndio mahali tutakapo concentrate kwa mwaka huu mzima, na ni moja kati ya maandiko muhimu sana ambayo mimi kila mara nikiyasoma yanazungumzia moja ya content au moja ya vitu vinavyounda injili. Sura ya 10 ya Matendo ya Mitume mstari wa 38 inazungumzia ama ina sehemu au moja ya mambo yanayounda injili. Na nitakwambia injili inaundwa na mambo karibia matatu. Injili, tukizungumzia injili maana yake ni mambo makubwa matatu.
Na moja ya mambo hayo ndio ipo kwenye huu mstari wa 38 ambao tunatembea nao sasa. Jambo la kwanza, injili ni habari njema zinazoelezea maisha ya ushindi ya Yesu Kristo dhidi ya dhambi hapa duniani. Injili ni habari njema ambazo zinaelezea maisha ya ushindi ya Yesu Kristo dhidi ya dhambi akiwa hapa duniani. Hatuwezi kuhubiri injili bila kurifaa, bila kuzungumzia maisha ya ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya dhambi hapa duniani. Waibrania sura ya 4 mstari wa 15 inazungumza vizuri kwamba yeye alijaribiwa katika kila namna na hakufanya dhambi. Kwa tunao ujasiri leo wa kuhubiri kwa habari ya ushindi wa dhambi. Tunao ujasiri leo wa kuhubiri kwa habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu maisha ya Yesu Kristo yametupa mfano wa namna ambavyo inapaswa kufanana, au namna ambavyo maisha ya muamini yanapaswa kuwa au yanapaswa kufanana. Kwa umuhimu wa maisha ya Yesu Kristo katika injili ni upi? Umuhimu wa maisha ya Yesu Kristo katika injili ni kwamba maisha ya Yesu Kristo ndio yanayotengeneza pattern, mfumo, kanuni, utaratibu wa maisha ambao sisi kama waamini tunapaswa kuyaishi. Ni muhimu sana kuyajua maisha ya Yesu Kristo na kusisitiza utakatifu wa maisha yake, kwa sababu huo ndio unaotengeneza pattern au mfumo wa maisha yangu kama muamini. Natakiwa kuwa mtakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kama mwanadamu kabisa hakutenda dhambi, na mimi pia maana yake ninaweza kuishi namna hiyo na nisishikwe katika maisha ya dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo linaunda injili sasa, utagundua ni mateso na kifo cha Yesu Kristo. Hatuwezi kuhubiri injili bila kuzungumzia mateso na kifo cha Yesu Kristo. Kwa injili ni nini? Ni habari njema za maisha ya ushindi ya Yesu Kristo akiwa hapa duniani, ushindi dhidi ya dhambi. Injili ni nini? Ni habari njema za mateso na kifo cha Yesu Kristo. Hiyo ndio injili. Na ndio maana utaona hata katika sehemu hii ambayo Petro sasa ameingia kwa Kornelio na anaanza kuzungumza na ile familia ya Kornelio, anagusia juu ya haya mambo ambayo kimsingi ni injili. Anagusia juu ya maisha ya Yesu Kristo na hata kifo chake. Kwenye ile mstari wa 39 kwa mfano, 39 kipengele B, anasema naye walimuua wakamtundika mtini. Naye walimuua wakamtundika mtini. Haya anayagusia Petro kwa sababu ni ngumu kuhubiri injili bila kugusia kifo, mateso na kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ya muhimu sana ya injili yetu. Lakini sehemu ya tatu ya muhimu ya injili yetu ni habari za kufufuka kwa Yesu Kristo. Habari za kufufuka kwa Yesu Kristo. Hii nitaka nitaje kama point moja, lakini acha nitenganishe tuziweke point 4. Habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa nini ni muhimu kuzungumzia habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo? Kwa sababu kufufuka kwa Yesu Kristo ndiko kunakoelezea ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya dhambi na mauti. Dhidi ya dhambi. Kama yeye asingefufuka, maana yake tusingekuwa na uhakika wa ushindi wa dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Lakini yeye kwa sababu ya kuzibeba dhambi zetu amekufa msalabani na akafufuka kudhihirisha kwamba ana nguvu kuliko nguvu ya dhambi. Tunaelewa vizuri? Kama kuna nguvu kubwa duniani inayoogopwa kuliko nguvu zote, ni nguvu ya mauti. Lakini kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo inatufundisha kwamba yeye anayo nguvu dhidi hata ya mauti. Na ndio utaona kwenye ile sura ya 12 ya kitabu cha Yohana pale, nadhani wakati ameenda kumfufua Lazaro, akawa anamwambia dada yake Lazaro kwamba Lazaro atafufuka tu. Dada yake Lazaro akasemaje? Akasema najua kwamba atafufuka kwenye kiama cha wafu huko. Yesu akasema sio kwenye habari ya kiama cha wafu. Mimi hapa ndio huo ufufuo na uzima. Kwa yeye sio tu ana uwezo wa kufufua, yeye ndio huo ufufuo na nini? Na uzima. Kwa injili haijakamilika mpaka tuhubiri uzima wa Yesu Kristo. Mpaka tuhubiri kufufuka kwake, ambako ni ishara na ushahidi wa ushindi dhidi ya nini? Ya dhambi na mauti. Dhidi ya dhambi na mauti. Na kipengele cha mwisho sasa, hiyo utaiona kwenye yale maandiko ambayo tunasoma kwenye ile mstari wa 40 mpaka 42. Petro anapomshuhudia Kornelio anatumia hayo maandiko kuelezea kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini kipengele cha mwisho cha injili na kiongezea hapo ambacho ni cha 4 sasa, ni muendelezo wa kazi ya Yesu Kristo kupitia waamini. Pia injili haijakamilika mpaka pawe pana uendelevu wa kuipeleka kwa watu ambao hawajafikiwa. Na hapo ndipo mahali ambapo mimi na wewe tunaingia sasa.
Tunaingia sasa. Kazi yetu ni nini? Ni kutangaza. Hatutangazi kitu kipya, tunatangaza yale ambayo Yesu aliyafanya, namna alivyoishi hapa duniani kwa ushindi, namna alivyoteseka kwa ajili yetu na kufa, namna alivyofufuka na kutupa ushindi dhidi ya dhambi na nini, na mauti. Na hii ndio inayothibitisha kwamba sisi tunasimama mahali pa mamlaka alionayo. Kwa sasa ule mstari wa 38 ambao tuna concentrate pale unazungumzia aspect moja ya injili ambayo ni maisha ya Yesu Kristo hapa duniani. Nikurudishe kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Nikuonesha sasa ile ni aspect moja, nyanja moja ya injili ambayo inazungumzia maisha ya Yesu Kristo akiwa hapa duniani. Anasema habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Mungu alikuwa pamoja naye. Baadhi ya mambo ambayo tunayaona katika maisha ya Yesu Kristo ni nguvu ya uponyaji na kutenda matendo yaliyo mema. Na haya yote anazungumza Mtume Petro hapa, yalikuwa ni kwa sababu ya mafuta ambayo Roho Mtakatifu aliyaweka juu yake, au mafuta ambayo Mungu aliyaweka juu yake kupitia Roho Mtakatifu. Narudia, mambo yote ambayo tunaweza tukayazungumza kwenye maisha ya Yesu Kristo akiwa hapa duniani ni matokeo ya nguvu ya Roho Mtakatifu juu yake. Kwa kama tazungumzia habari ya kushinda dhambi kwa Yesu Kristo, ni kwa sababu ya nguvu na utendaji wa Roho Mtakatifu uliokuwa juu yake. Kama tutazungumzia habari za uponyaji wa Yesu Kristo, ni kwa sababu ya nguvu na utendaji wa Roho Mtakatifu vilivyokuwa juu yake. Kama tutazungumzia habari ya huruma, ni kwa sababu ya nguvu na utendaji kamilifu wa Roho Mtakatifu uliokuwa juu yake. Kwa kama maisha ya Yesu Kristo ndio pattern ama kanuni ya maisha yangu, ili niweze kufanikisha kuishi maisha kama yake, nahitaji nguvu na utendaji wa Roho Mtakatifu uliokamilika kabisa juu yangu. Bila hivyo siwezi kuishi maisha ambayo yeye aliyeishi. Watu wa Mungu, tunaanza kuelewa vizuri sasa. Kwa nini ni muhimu kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu? Kwa nini ni muhimu kuwa na ukamilifu wa utendaji wa Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu hiyo nguvu na ukamilifu huo unatupeleka kuishi maisha ambayo Kristo aliyaishi. Maisha ambayo ni kanuni, ndio standard ya namna ambavyo muamini anapaswa kuishi kwa kweli. Naomba uconcentrate na lile neno pale kwenye mstari wa 38, kazi njema. Neno kazi njema pale. Anasema habari za Yesu Kristo wa Nazareth na nini, Mungu aliyemtia mafuta akitoa mapepo na kutenda kila kazi iliyo njema. Haya maneno kila kazi iliyo njema katika lugha ya Kiyunani ya kitafsiriwa Kiswahili yanamaanisha matendo ya kuwafadhili wengine. Kwa Yesu hakuwa tu anaponya, lakini pia alikuwa anatenda matendo mema ya kuwafadhili wengine. Anatenda matendo mema ya kuwafadhili wengine na kuhudumu katika kufanya uponyaji, au katika huduma ya uponyaji kwa wote waliokuwa wameonewa na ibilisi. So this is our pattern of life. Huu ndio mfumo wa maisha yetu. Lazima tutende matendo mema kwa watu wengine. Lazima pia tudumu katika karama na nguvu ya uponyaji na kuwafikia wengine ambao wameonewa na nani? Na ibilisi. Hiyo ndio namna ambayo maisha yetu yanafaa au yanapaswa kuwa. Sasa nikuonyeshe baadhi ya maandiko kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18. Luka sura ya 4 mstari wa 18 ni Yesu Kristo mwenyewe akitoa ushuhuda wa huu upako ambao Mungu aliuachilia juu yake. Kwa sababu ushuhuda wa Petro unasema hivi: huyo Yesu Kristo Mungu alimtia mafuta kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa utaona namna ambayo Mungu alimpaka mafuta Yesu Kristo ni kwa kumwachilia Roho Mtakatifu juu yake. Ndio namna Mungu anavyo anoint, ndivyo namna Mungu anavyotia mafuta, ndivyo namna Mungu anavyopaka mafuta. Ni kwa njia ya kumpa Roho Mtakatifu na nguvu. Sasa kwa sababu ya ile nguvu na ile Roho Mtakatifu, ndio Yesu sasa anaanza kudhihirisha matendo mema na hata karama za uponyaji na nguvu na kuwasaidia wale ambao wameteswa kwa muda mrefu na ibilisi. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu ulio juu yake, na kwa sababu pia ile nguvu ya Mungu iliyo juu yake. Sasa katika Luka sura ya 4 mstari wa 18, Yesu baada ya kutoka kwenye ile series ya majaribu pale, anapata nafasi baadaye ya kuingia kwenye sinagogi, na kwa mara ya kwanza anapoanza kuhudumu anatoa ushahidi wa namna ambavyo Mungu amemtia mafuta
ili kuweza kuwahudumia watu katika kategori mbalimbali za vifungo. Sura ya 4 mstari wa 18 Luka. Twende pale Luka 4:18. Anasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Ndio kile ambacho Petro anakizungumza kule. Huyo Yesu ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Yesu kabla ya huduma yake kuanza rasmi au katika hatua zake za mwanzoni za kuanza huduma, anasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenitia mafuta. Kwa kumbe kuwahubiri wengine habari njema require anointing. Kuwahubiri wengine habari njema inahitaji upako. Na huu upako ni utendaji wa Roho Mtakatifu juu ya mtu. Ndio maana Yesu anasema Roho Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili nifanyaje? Kwa kumbe upako au mafuta sio kwa ajili ya entertainment. Upako au mafuta sio kwa ajili ya kujionesha kwamba wewe ni wa rohoni kuliko wengine. Upako au mafuta sio kwa ajili ya kuangusha watu unapowapuliza. Upako au mafuta unalo kusudi maalum ambalo lina faida kubwa katika ufalme wa Mungu zaidi hata ya watu kuanguka. Ni kweli katika Mungu kuhudumia kusanyiko lake kwa nguvu yake inayoachiliwa watu wanaweza kuanguka. Lakini baada ya hapo maisha ya watu yanakuaje? Ndio maana niliwahi kuambia kwamba sitatamani hata siku moja, na nilimuomba Mungu sitatamani kuchunga kanisa ambalo kila Jumapili tunaangusha watu mapepo. Kila Jumapili. Kuna baadhi ya watu kwa sababu ya uchanga wao huwa wanaama makanisa ambao watu waanguki mapepo, wanasema hapa hamna nguvu ya Mungu. Hivi mahali ambapo kila Jumapili watu wale wanaanguka mapepo na mahali ambapo hakuna mtu anaanguka mapepo, wapi kuna nguvu ya Mungu? Kwa sababu kwa nini kila Jumapili iwe ni watu wale mapepo yale kila Jumapili watu mapepo? Yani watu mtu katoka kuimbisha hapa na tukiwasha moto mapepo yanalipuka huko. Tutasema kwa ni kanisa lenye nguvu ya Mungu? Kwa nguvu ya Mungu ni kweli inaweza kuangusha, yes. Ni kweli mtu mwenye nguvu ya Mungu anaweza akaonekana kuwa maarufu, ni kweli. Lakini lengo la kwanza la nguvu ya Mungu sio maarufu wangu. Lengo la kwanza la nguvu ya Mungu sio kujionyesha kwamba mimi ni bora kuliko wengine. No, sio lengo la kwanza. Anasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ili kufanyaje? Kwanza kuwahubiri maskini habari njema. Kuwahubiri maskini habari njema. Maana neno habari njema maana yake ni injili. Maana ya maskini pale sio lazima iwe maskini wa kipato. Maskini maana yake ni mhitaji. Tena neno maskini mara nyingine katika Isaya ambayo Yesu anakoti, Isaya 61, neno maskini ni hilo neno linatumika likiwa linamrifaa mtu mnyenyekevu, mhitaji. Kwa kuwahubiri wanyenyekevu, kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Ndio kazi ya upako, kufungua wafungwa, na vipofu kupata kuona tena. Anasema kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu mwenyewe anajishuhudia kabla aanze rasmi huduma yake kwamba Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Na hapa alikuwa anazungumza haya baada ya kutoka kwenye ile experience ya ubatizo na kila kitu pale. Kwa maandiko mengine nitakusomea hapa kwa haraka, utayaandika kwa sababu ya muda wangu. Maandiko mengine kama Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17. Mathayo 3:13 mpaka 17. Mathayo 3:13 mpaka 17. Marko sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 12. Marko 1:9 mpaka 12. Na Luka sura ya 3 mstari wa 21 mpaka 22. Luka 3:21 mpaka 22. Na Luka sura ya 4 mstari wa 1 na mstari wa 14 mpaka 18. Narudia haraka. Mathayo 3:13 mpaka 17. Marko 1:9 mpaka 12. Luka 3:21 mpaka 22. Na Luka 4:1 na Luka hiyo 4:14 na mpaka 18. Ukisoma hayo maandiko utaona wazi nini kilitokea wakati Yesu anabatizwa. Maandiko yanaonyesha wazi yote ambayo tumeyasoma kwamba Roho Mtakatifu baada tu ya Yesu kubatizwa, Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa mfano wa nini? Wa hua. Hua maana yake ni njiwa. Akaja juu yake kwa mfano wa njiwa. Na ni katika hiyo point ndio Mungu alimwanoint Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio Mungu alimtia mafuta Yesu Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa kama unajiuliza ni wapi na ni lini hasa Yesu Kristo alitiwa mafuta, alikuwa anointed kwa Roho Mtakatifu, ni ile siku ambayo ametoka kubatizwa. Ametoka kubatizwa.
Neno Kristo nitakufundisha next week. Neno Kristo ni neno la Kiyunani linaitwa Christos. Na maana ya neno Christos maana yake ni the anointed one, aliyetiwa mafuta, aliyetiwa mafuta. Kwa tukisema Yesu Kristo maana yake ni Yesu mpakwa mafuta. Yesu mpakwa mafuta. Kwa huyu ndio ile ahadi ambayo tangu Agano la Kale Mungu aliahidi kumleta Masihi, na katika Agano Jipya anaitimiza kwa kumleta Yesu Kristo, na anamtia mafuta ambaye ni Roho Mtakatifu juu yake. Sasa tumeona kwamba alitiwa mafuta siku aliyobatizwa. Na nikusaidia hapa ili nisije kuingiza kwenye eneo ambalo tukashindwa kubalance vizuri. Ieleweke kwamba mtu hatiwi mafuta anapokuwa amebatizwa. Mtu anatiwa mafuta baada ya Roho Mtakatifu kumjilia. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Kwa kwenye tunaelewa vizuri, tuko pamoja Nakaa kimya, tuko pamoja tu tunaitikiana ili nirahisishie pia kujua kama naongea na watu ambao wananifuatilia. Mtu hatiwi mafuta kwa sababu amebatizwa ama siku anayobatizwa. Mtu anatiwa mafuta baada ya Roho kuja juu yake. Hii inamaanisha kwamba hata Yesu angebatizwa na Roho Mtakatifu asije juu yake, tusingeweza kusema amekuwa anointed eti tu kwa sababu amebatizwa. Hapana, ubatizo haumuanointi mtu. Anayemuanointi na kumtia mafuta mtu kwa lugha ya Kiswahili ni Roho Mtakatifu. Tunaelewa vizuri Kwa kama unaye Roho Mtakatifu manake wewe you are anointed tayari. Wiki ijayo nitafundisha kwa habari ya anointing. Sehemu yangu ya pili ya hili somo itakuwa ni habari ya mafuta, kwa sababu tumeshaangalia kwamba huyo Mungu alimtia Yesu Kristo mafuta kwa Roho Mtakatifu. Kwa lazima tuchambue dhana ya kutiwa mafuta. Kwenye Agano la Kale ilikuwa inaelewekaje na kwenye Agano Jipya pia inaelewekaje. Lakini nitaka niweke huo msisitizo kwamba tunaposema Yesu alitiwa mafuta siku ya ubatizo, ubatizo haukuwa mafuta. Ubatizo haukuwa ndio kutiwa kwenye mafuta. Kilichompa Yesu Kristo ule upako ni kule kujiliwa na Roho Mtakatifu juu yake. Ndio kilichompa upako. Sio maji ya Jordan, wala sio tendo la Yohana Mbatizaji kumzamisha mule ndani. Kwa mtu anaweza akabatizwa na kama hana Roho Mtakatifu hayuko anointed. Kama hana Roho Mtakatifu hayuko anointed. Mtu aliye anointed ni yule ambaye ana Roho Mtakatifu ndani na ana nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa wiki ijayo nitakufundisha pia vitu hivi viwili. Kuna experience mbili kwa habari ya mahusiano ya muamini na Roho Mtakatifu. Kwanza kuna tendo la Roho Mtakatifu kukaa ndani ya muamini. Hili wali linatokea siku mtu anapokuwa ameokoka. Roho anakaa ndani yako hata kama hujanena kwa lugha, wala usijali. Kama tu umeokoka, Roho Mtakatifu tayari ameingia ndani yako. Kwa sababu usingeweza kuokoka bila Roho kukusaidia. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 inazungumza hivyo vizuri. Hakuna awezaye kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa kujaliwa na Roho Mtakatifu, na vivyo hivyo hakuna mwenye Roho Mtakatifu anayeweza kutukana ubwana wa Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Hebu tuhakikishe hii. 12 Wakorintho wa kwanza mstari wa 2 pale. Frederick haraka. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 2, neno la Mungu unasema, mwajua ya kuwa mstari wa 3 Kwa hiyo mstari wa 3. Kwa hiyo na waalifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Sawa, tuishie tu hapo, nifafanue hiyo. Anamaanisha hakuna mtu mwenye Roho wa Mungu anayeweza kumtukana Yesu Kristo, kusema Yesu amelaaniwa au kupuuza nafasi ya Yesu Kristo. Kwa sababu moja kati ya kazi muhimu sana ya Roho Mtakatifu ni kumfunua zaidi Yesu Kristo kwa mtu. Ndio kazi muhimu ambayo Yesu alipokuwa anaondoka alisema atakuja huyo Roho ambaye atanitukuza mimi. Kwa hakuna mtu mwenye Roho Mtakatifu anayeweza kukufuru ama kuipuuza nafasi ya Yesu Kristo. Hakuna. Ndio anachomaanisha hapa kwamba kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Alafu nyingine anasema wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu, which means inahitajika kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu au kwa mtu ili mtu aweze kukubali ubwana wa Yesu Kristo. Kwa mtu yeyote aliyeokoka tayari ana Roho Mtakatifu, kwa sababu ilimhitaji Roho Mtakatifu kumsaidia huyu kutambua, kukubali na kunyenyekea chini ya ubwana wa Yesu Kristo. Kwa kama mtu ana Roho Mtakatifu tayari huyo ana upako, huyo ana upako, kwa sababu Mungu anapoachilia upako juu ya watu
humtumia Roho Mtakatifu na sio chupa ya mafuta. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu Anasema Mungu huyo alimtia Yesu Kristo upako kwa njia ya nguvu na kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa kila aliyeokoka anao upako. Kwa kuna hiyo experience ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu huwa anaindwell, anakaa ndani ya muamini. Halafu kuna ile experience ya pili ambayo tunaitaga ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu kwa muamini. Ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu kwa muamini. Maana yake huyu muamini sasa anaanza kutembea kwenye viwango vya nguvu ya yule Roho aliye ndani yake. Waga natoa mfano mara nyingi na ninaamini waga natusaidia. Tofauti ya Roho kukaa ndani yangu kwa njia ya wokovu na mimi kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Tofauti yake ni kama nichukue chupa ya maji ninywe. Yale maji yanakaa ndani yangu. Huyo Roho amekaa ndani yangu, sieti? Alafu tofauti ya pili nichukuliwe mimi nitumbukizwe kwenye mto mrefu nisioweza kutoka. Hiyo ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maana yake nimezamishwa kwenye nguvu za Roho Mtakatifu zisizo za kawaida kiasi kwamba siwezi kujisaidia kujitoa kwenye zile nguvu. Watu wa Mungu simeeleka vizuri Kwa Jumapili nitaizungumzia hiyo vizuri. Lakini nataka nikuonyeshe kwamba Yesu Kristo alikuwa anointed sio siku ubatizo wa kufanya kitu. Ni kweli alikuwa anointed siku aliyobatizwa, lakini sio ubatizo uliomuanoint, ni kule kujiliwa na Roho Mtakatifu juu yake ndiko ambako kulitengeneza upako juu yake. Kwa hiyo maandiko yote ambayo nimekutajia na umeandika yote hayo yanazungumza juu ya ile experience ya muhimu sana ya Yesu Kristo kujiliwa na nguvu katika siku yake ya kubatizwa. Naomba tuyasome angalau machache. Mfano Mathayo sura ile ya 3, Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 17 pale. Frederick haraka, alafu nitasoma Marko. Haraka Mathayo 3:13 mpaka 17. Tusome tu maandiko mawili sio mbaya. Mathayo na Marko. Marko sura ya kwanza nitaisoma mimi, wewe Frederick isome Mathayo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka 17. Mathayo sura ya 3 mstari wa 13. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waje kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka mjini, kutoka majini. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa utaona kilichotokea baada ya Yesu kutoka kwenye maji, anasema Roho akashuka kwa mfano wa hua au njiwa, halafu sauti ikasikika, Mungu akimtambulisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mahali pengine tena naongezea sema msikilizeni. Manake Mungu anamtangaza baada ya Roho kuja juu yake. Na baada ya pale ukisoma sasa vizuri, ndio Yesu anaingia kwenye mchakato wa huduma. Kwa vitu vilivyozindua huduma ya Yesu Kristo, ukisoma kwa makini utagundua kwanza ilikuwa ni ubatizo. Alafu pili ni majaribu. Yaani majaribu yalikuwa ni sehemu ya huduma ya Yesu Kristo. Kwa sababu baada ya hiyo Mathayo 3 inakuja Mathayo 4, series ya majaribu ya Yesu Kristo. Kwa Yesu hakuanza huduma mpaka Roho alipokuja juu yake katika ubatizo. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu kutimiza kusudi la Mungu bila Roho wa Mungu. Ni ngumu. Na ndio maana Mungu anatutia kwanza mafuta kwa Roho wake, ili kwa nguvu na kwa Roho wake tuweze kutimiza kusudi lake. Kwa hiyo kila mara tunapojifunza juu ya kuenenda katika Roho na nguvu, ifahamike kwamba tunafungua ukubwa wa deni tulilonalo, deni la utumishi kwa kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu hawezi akakupa nguvu na akakupa Roho ili ukae tu nyumbani unastarehe. Watu wajue kwamba wewe ana nguvu ya Mungu, akipulizaga watu wanaanguka. No. Mungu anapokupa viwango vikubwa namna hiyo, maana kuna kazi kubwa na muhimu sana ya kuifanya, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya ufalme. Kwa Yesu alikuwa anointed hapo. Hiyo habari pia inazungumza kwenye Marko sura ya 1 mstari wa 9. Tusome tu haraka mpaka 12. Ikawa siku zote zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Jordan. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndio mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Mara Roho akamtoa. Umeona sasa
Sikia, anayemtoa pale ni nani? Ni Roho. Mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Umeona maandiko? Na malaika walikuwa wakimhudumia. Ukisoma kwa habari ya Yohana, Yohana anaonyesha kwamba baada ya Yesu kulishinda ile jaribu la mwisho ndio malaika wakaja wakamhudumia. Yeye Marko anaimalizia tu anasema alikuwa huko jangwani, alikuwa anajaribiwa na ibilisi huko, alikuwa na wanyama kadha wa kadha huko, lakini malaika pia walikuwa wakifanyaje? Wakimhudumia. Ndivyo anavyomaliza. Lakini baada ya kuwa anointed. Kwa nimetaka leo katika utangulizi wetu ufahamu kwamba kinachomuanoint muamini sio mafuta anayotumia mchungaji kuupaka kwenye paji la uso, ni Roho Mtakatifu. Kama mtu hana Roho Mtakatifu, hata tummwagie debe zima la mafuta, hakuna kitu kinafanyika. Hakuna kinachofanyika. Kwenye kesi ya Agano la Kale nitakuja kufundisha namna ambavyo upako ulikuwa unafanyika. Lakini kwenye kesi ya Agano Jipya, anayetia mafuta watu ni nani? Ni Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu peke yake. Watu wa Mungu, hii ni sehemu yangu ya utangulizi siku ya leo. Na sitamani niwachoshe sana kwa sababu jioni tunarudi tena hapa. Kwa hiyo naomba nijipatie uhakika kama tumeelewa vizuri angalau huo utangulizi. Tumeelewa vizuri? Tumeelewa vizuri? Kama tumeelewa vizuri, simama mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho shuka tena, Roho Bwana shuka, Roho